Neno la Bwana linasema hivi: wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Gilgali, na Kalebu mwana wa Yefune huyo Mkenezi akamwambia, wewe wajua hilo neno aliyomwambia Musa huyo mtumishi wa Mungu katika habari zangu na katika habari zako wewe, tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu, hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi. Nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Lakini wale ndugu waliokwea kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Kisha Musa akaniapia siku hiyo akasema, hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imekanyanga itakuwa ni urithi kwako wewe na kwa watoto wako milele, kwa sababu ulimfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Basi sasa angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema miaka hiyo 45 tangu wakati huo Bwana alipomwapia Musa neno hilo, wakati Israeli walikuwa wakienda balani. Na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo, kama nilivyokuwa siku hiyo Musa alivyonituma. Kwa nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa, kwa vita kuondoka nje na kuingia ndani. Haleluya. Huyu ni Caleb, alikuwa anamwambia Yoshua ile siku ambao tulikuwa Kadesh Barnea, Mungu kupitia Musa alitutuma twende tukapeleleze nchi ya Boni ya Kanani. Na neno la Bwana linasema tulipoenda, wale ndugu tulikuwa na wao waliyeyusha watu moyo, lakini Bwana akiwa ndani yangu nilimfuata kwa moyo au utimilifu. Nilifuata Bwana kwa moyo. Nilipokuja kuleta habari, nilinena kama vile habari ilikuwa katika moyo wangu. Haleluya. Na sasa namwambia, hiyo miaka nilikuwa na miaka 45, but now niko na miaka 85. Bwana ameniweka vile nilivyokuwa na nguvu zangu za kwenda vita, za kutoka nje na za kurudi. Haleluya. Hivyo ndivyo nguvu zangu zilivyo. Haleluya. Uliza huyo mwingine, unanenaga chenye kiko ndani ya moyo wako ama chenye unaona nje? Hiyo ndio shida. Haleluya. Ni kuri hindi mundu onaga maundu maria meja akariganirwo ni wira uria wi ngoro-ini yake. Praise the Lord. Yoshua Caleb akamwambia, vile nilivyokuwa mzee wa miaka 45 na Mungu amenipa miaka ingine 40, nguvu zangu za kwenda vita, kurudi ndani na kutoka nje, hizo nguvu niko nazo. Anamwambia, huo mlima ambao Bwana alisema ni wangu, nipatie. Hallelujah. Nitaurithi. I pray in the name of Jesus this morning, utafuata Bwana kama vile alivyosema. Hallelujah. Kama vile Bwana alivyosema, mfuate. Praise the name of the Lord. Maisha yako hautaibika na hautaisha because ulimfuata Bwana kwa moyo. Na asubuhi ya siku ya leo, wacha tumwendee Bwana, na tunajua ya kwamba Mungu wetu kwa sababu ni mwaminifu, chenye aliahidi ataitimiza katika jina la Yesu, na tutabarikiwa in the name of Jesus. Ningetaka tumwabudu Bwana kwa mioyo yetu na mawazo yetu yote, na tukijua Mungu kwa sababu ni mwaminifu atatutendea mambo ya ajabu in the name of the Lord. Juma, enda kwa keyboard. Bwana Mungu
Nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota ngurumo, vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota ngurumo, vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota ngurumo, vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. 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 Nikitembea kote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo na unafurahia. Nikitembea kote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo na unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo
chukue dhambi zetu, kuyatabu wani vigumu mno, nikifikiri jinsi wewe Mungu ulipompeleka mwanao aje asichukue dhambi zetu, kuyatabu wani vigumu no goro yakwa reude gokoinera ne otowaria webonane goro yakwa reude gokoinera Yotoria webone ne koroya kwa reude gokoinera Yotoria webone ne koroya kwa reude gokoinera Yotoria webone ne koroya kwa reude gokoinera Yotoria webonane goro yakwa reude gokoinera Yotoria webonane. Fungua kinywa chako, mshukuru Bwana, mwabudu Bwana kwa wema wake. Tukuze kwa sababu ya fadhili zake. Mwambie Bwana naweza, mwambie Bwana natosha maishani mwako. Tukuze Bwana kwa sababu ya nguvu zake. Isipokuwa ni Bwana alikuwa upande wetu. Biblia inasema, Israeli aseme angekuwa wapi tungeangamia, hatungepatikana, lakini tumepatikana siku ya leo kwa sababu ya ukuu na wema wa Mungu wetu, katika jina la Yesu. Rimashanda baboyanda. Mwambie Bwana takaze nafsi yako, mawazo yako na mwili wako. Mwambie Bwana jiletee heshima, mwambie Bwana jiletee utukufu na maisha yako, in the mighty name of the Lord, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana kutakaze. Umeingia katika ibada ili Mungu ajionyeshe mwenye uwezo, ili Mungu ajionyeshe mwenye nguvu, katika jina la Yesu. Rina labashanda lababo rekete mazanda baboria rekata mayanda baboria rekete rebayanda lababo rita robari mazia ramaya rekete rere mazala lababo rokata mayanda baboria. In the mighty name of the Lord, mwambie Bwana kutakaze. Mwambie Bwana katika ibada hii ungeomba tamalaki na onekane, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shelele malama mayana rikota la bayana babo rekete mazika na yana roma sharabara mayano rito robori mazia ramaya rekete rere mayana roma rabara bayana rita robari mazia rekete re bayana bababoria. Mheshimu Bwana. Biblia inasema ya kwamba katika kusanyiko la watakatifu Mungu wetu anaheshimika, Mungu wetu ni wa kuheshimika.
kuheshimika katika jina la Yesu. Uombe nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ukaweze kufanya kazi katika moyo na mawazo yako katika jina la Yesu. Rinda la balabazanda rekete mayanda bababoria Roma shanda la mayanderema rita roba rimayanda laba rekete lelelelema Roma rama la mayanda babo rita roba rimayanda bababoria. Kristo akabubujike katika moyo na maisha yako katika jina la Yesu. Oh, the blood of the Lord, oh, the blood of Jesus, oh, the blood of the Lord, oh, the blood of the Lamb of God, in the mighty name of the Lord. Siku ya leo walio wagonjwa watapona. Siku ya leo ambao wana nguvu watatiwa uwezo. Siku ya leo ambao wenye wamekimbia Bwana kawape pumziko. Siku ya leo walio wagonjwa Roho Mtakatifu atawaponya katika jina la Yesu. Jitenge, jipatiane kwa Bwana katika jina la Yesu. Rita roba rimayanda rekete mayanda bababo rita robo robo rimayanda rita ramala malabayando. Baba, ukatukuke, ukainuliwe, ukaheshimike, ukajulikane. The way you are, the mighty you are, the gracious God you are. Umejaza kila mahali kwa nguvu na utukufu wako katika jina la Yesu. Rita roba rimayanda rekete mayanda baboria roba ribala mazanda babo rekete mayanda bababo. Mimina moyo wako, mimina mawazo yako kwa Mungu wetu katika jina la Yesu. Rita roba rima rekete mayanda babo rianda la malama yanda rekete lelelelema ropa shanda baboria. In the mighty name of the Lord. Bwana umetukuka, umejawa na uwezo, umejawa na ukuu wote. Hakuna Mungu aliye kama wewe katika jina la Yesu. Receive all the power, receive all the glory and honor in the name of Jesus. Asante Mungu wetu, asante mfalme wa wafalme, asante Bwana wa mabwana, asante kibilio letu, asante wewe ni tegemeo, asante wewe ni mfalme. Receive all the power. Baba, tunasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni Bwana. Oh, pasipokuwa wewe sisi sio kitu. Pasipokuwa na uwezo wako sisi tutajikwaa na tutaangamia. Lakini kwa ajili ya nguvu zako tunaonekana tumesimama. Ukatukuke na ukainuliwe, ukapewe sifa Bwana. Ibada hii ikakuletea heshima, ibada hii ikawa manukato mazuri, naso sifa na heshima. Kusudi na mpango wako ukatimie na ukatamalaki katika jina la Yesu. Tufunika ukumbi kwa damu ya Kristo, na tuonena mkono wako wa heri na kibali na baraka zote ukawa juu yetu. Katukuke, ukainuliwe na ukaabudiwe. Na ni katika Kristo tunaomba pia tukishukuru, na tupie Yesu makofi mazuri.